Ndugu mtazamaji, karibu kwenye The Book of Magic Stories, na hili ni Vuvuzela la Wiki, simulizi ya kusisimua isiyo na mwisho yenye muendelezo wa kila wiki. Kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na chaneli hii, gusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata notification pale ambapo naweka simulizi mpya. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Karibu sana kwenye channel hii. Na sasa tuanze simulizi yetu iitwayo Vuvuzela la Wiki. Jua lilipochomoza juu ya mabati yaliyongarishwa na mvua za usiku, Manzese Uswahilini ilianza kuamka kama kawaida yake, kwa sauti, kwa harufu, kwa mwendo wa haraka usiohitaji kengele ya saa. Daladala zilipita barabarani zikitoa honi ndefu, wauza maandazi wakipuliza moto kwenye majiko ya mkaa, na sauti za watoto waliokuwa wakigombania ndoo za maji kwenye bomba la jirani zikachanganyika kama mziki wa asubuhi. Hapa ndipo palipoitwa nyumbani na wengi, mahali ambapo maisha hayafichiki, hisia hazijifichi, na kila wiki huzaliwa hadithi mpya. Mtaa huu hauhitaji utambulisho, unajitambulisha wenyewe kwa vumbi lake linalocheza hewani jua linapopiga, kwa harufu ya pilipili na vitunguu vinavyokaangwa, kwa sauti za redio zinazogongana kila kona. Manzese si tu eneo la kuishi, ni roho inayopiga kwa pamoja. Ndiyo maana mfululizo wa maisha yake ulipewa jina la Vuvuzela la Wiki, kwa sababu kila wiki sauti yake husikika mbali, ndefu na yenye nguvu kama tarumbeta linaloamsha mioyo. Asubuhi moja ya Jumatatu, Mama Pendo alifungua kibanda chake cha chai mapema kuliko kawaida. Alikuwa na tabasamu pana na mikono yenye kasi isiyochoka. "Chapati moto, chai ya rangi, njoo mapema usikose," alipaza sauti. Na wanaume waliokuwa wakielekea kazini wakasimama kwa dakika chache, wakidai ni kwa sababu ya njaa, ingawa ukweli ulikuwa ni gumzo la pale kibandani. Hapo ndipo habari zote zilipitia kabla hazijasambaa rasmi. Karibu na kibanda hicho aliishi Neema, msichana mwenye roho ya dansi na mapenzi makubwa ya muziki wa asili. Jioni zilipokaribia, redio yake kubwa ilisimama dirishani na midundo ilianza kusambaa mitaani. Wanawake wa Manzese walikusanyika uwanjani wakivaa kanga zao kwa ustadi wa kipekee, zikiwa zimefungwa kwa heshima ya utamaduni na fahari ya ujirani. Hakukuwa na ubaya, ilikuwa ni furaha ya pamoja, njia ya kuondoa uchovu wa siku ndefu. Ijumaa moja jioni, ngoma zilianza mapema. Wapiga ngoma walipiga kwa nguvu na sauti zao zilijaa mitaani kama radi ya mbali. Watoto walicheza pembeni, wazee wakakaa kwenye viti vya plastiki wakitabasamu. Neema aliongoza wachezaji kwa ustadi, akizunguka kwa midundo, na kila hatua ilionekana kama hadithi inayosimuliwa kwa mwili. Manzese iling'aa chini ya mwanga wa mwezi, na kila mtu alihisi kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi ya nafsi yake. Siku chache baadaye, daladala ilisimama ghafla kwenye kituo cha ndani ya mtaa. Kijana mmoja alishuka akiwa na begi kubwa begani. Jina lake lilikuwa Baraka. Macho ya watu yaligeuka kwa wakati mmoja, kama ishara isiyoonekana. "Anakuja kwa nani?" Sauti za chini zilianza. "Ni wa kazi gani?" Manzese ilimkaribisha kwa maswali, kwa sababu hapa kuuliza ni njia ya kujali. Baraka alianza kuzoea maisha ya mtaa. Alikuwa akikaa kwenye kibanda cha Mama Pendo akinywa chai ya tangawizi huku akisikiliza vicheko na vichambo vya kila siku. Soko la Jumapili ilikuwa uwanja wa utani. Wauza mboga wakitania wateja, wateja wakijibu kwa kicheko. "Leo nyanya zako zimepanda bei kama nyumba," kijana mmoja alitani. "Nunua au wache, lakini usiharibu sifa yangu," mama muuza mboga alijibu huku akitabasamu. Kadri wiki zilivyopita, Baraka alihisi kuwa Manzese ilikuwa na mpigo wa kipekee. Umeme ulipokatika usiku moja, badala ya kila mtu kujifungia ndani, waliweka viti nje. Mtu akaleta gitaa, mwingine akasimulia hadithi za zamani za mtaa ulivyokuwa na barabara za matope tu. Watoto waliketi sahafani wakisikiliza. Chini ya mwanga wa mwezi, jamii ilionekana kung'aa zaidi ya taa za umeme. Siku moja, Neema aligundua kitu cha ajabu ndani ya begi la Baraka. "Unapiga muziki?" aliuliza kwa mshangao. Baraka alitabasamu kwa aibu. "Kidogo tu," alijibu. Jioni hiyo alipuliza tarumbeta kwa mara ya kwanza katikati ya mtaa.
Sauti ilitoka polepole, kisha ikaongezeka, ikaenea kama windo. Watu walinyamaza, ngoma zilisimama, tarumbeta ililia kama vuvuzela linalotangaza mwanzo wa mechi. Kuanzia siku hiyo, kila Ijumaa ilianza na sauti ya Baraka. Tarumbeta yake ikawa ishara ya mwanzo wa sherehe. Watoto walikimbia kuja, wazee wakatikisa vichwa kwa furaha. Neema alicheza kwa midundo ya ngoma ikichanganyika na sauti ya tarumbeta, na Manzese ikapata sauti mpya, sauti ya umoja. Hakukuwa na mtaa bila changamoto. Siku moja, ndoo mbili ziligongana kwenye foleni ya maji. Mabishano yakaanza, sauti zikapanda. Lakini kabla hazijawa kubwa, Mama Pendo aliingilia ngati. Haya maji ni ya wote, alisema kwa busara. Dakika chache baadaye, wale waliokuwa wakigombania walikuwa wakicheka. Hivyo ndivyo Manzese ilivyokuwa. Hasira za haraka, maridhiano ya haraka zaidi. Harusi ilipotangazwa ndani ya mtaa, kila mtu alihusika. Wengine walipika pilau, wengine walipamba viti, wengine walifundisha dansi. Baraka alipiga tarumbeta kwa hisia na sauti yake ilipaa juu ya kelele za shangwe. Mtaa mzima ulihama kama familia moja. Usiku ule mtu alisema kwa sauti, hapa ukipata shida, hupambani peke yako. Ukipata furaha, hufurahii peke yako. Miezi ilipopita, hadithi zikaendelea kuzaliwa. Kijana mmoja alifungua kinyozi kilichogeuka kuwa kituo cha habari cha mtaa. Mama mmoja alianzisha biashara ya barafu wakati wa joto hali. Vijana waliunda timu ya mpira wa miguu na kushinda mashindano ya kata. Kila ushindi ulikuwa wa wote, kila huzuni ilikuwa ya wote pia. Baraka alianza kuelewa kuwa alikuja kutafuta chumba, lakini akapata jamii. Alimwambia Neema usiku moja baada ya sherehe, nilidhani nilikuja kukaa kwa muda tu, lakini hapa nimepata familia. Neema alitabasamu chini ya mwanga wa mwezi. Hapa hadithi hazimaliziki. Kila wiki ni mwanzo mpya. Na kweli, kila wiki Manzese ilizaa tukio mpya. Wakati mwingine kulikuwa na mvua kubwa iliyofurika mitaro, lakini watu walishirikiana kusafisha. Wakati mwingine kulikuwa na tamasha la muziki lililovuta hata wageni watoka mitaa ya jirani. Tarumbeta ya Baraka iliendelea kulia, ikiashiria kuwa maisha yanaendelea. Usiku mmoja utulivu, ngoma zilipungua polepole. Watu wakaanza kurejea majumbani mwao. Lakini mbali kidogo, sauti ya tarumbeta ilisikika tena, polepole, yenye hisia, kama ahadi ya kesho. Manzese ilisimama kwa sekunde moja kusikiliza. Ilikuwa kama moyo wa mtaa unapiga kwa pamoja. Hivyo ndivyo vuvuzela la wiki, Manzese Uswahilini ilivyo, simulizi lisilo na mwisho, linaloishi ndani ya watu, linalobadilika kila wiki, linalovuma kama vuvuzela linalotangaza mwanzo wa matumaini mapya. Kesho jua litachomoza tena juu ya mabati ya Manzese na hadithi nyingine itaanza bila kukatikwa, kwa sababu maisha ya Uswahilini hayaishi, yanaendelea. Ndugu mtazamaji, asante kwa kufuatilia simulizi hii ya Vuvuzela la Wiki mwanzo mpaka mwisho. Kwa ushauri, niandikie kwenye comment section hapo chini, au unaweza kunitumia ujumbe mfupi kupitia namba yangu ya WhatsApp ambayo ni 0766947545. Vilevile, kama una mchango wowote wa kifedha ili kuiboresha The Book of Magic Stories na simulizi zetu, unaweza kutuma kiasi chochote ulicho nacho kupitia namba yangu ya M-Pesa ambayo ni 0766947545. Jina langu naitwa Ayubu Obedi. Tukutane kwenye Vuvuzela la wiki ijayo na simulizi zinazofuata. Asante na kwaheri mpaka wakati mwingine tena.